Ndoa yenye furaha na amani ni ndoto karibia kila mtu. Shida inakuwa ni nani mwenza sahihi aliyekusudiwa na Mungu? Karibu kwenye mwongozo wa maombi ya kumwomba Mungu mwenza sahihi. Kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari wa 4. Mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Kila mmoja anatamani kupata mke mwema au mume mwema. Biblia inaonyesha sifa ya mwanamke mwema. Mithali 31 mstari wa 10 anauliza, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Lakini Mithali 16 mstari wa 1, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, kwa hiyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Natamani ufahamu sifa muhimu kibiblia ya mke au mume kabla hujaingia kwenye ndoa. Kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 22 na kuendelea, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Unapoingia kwenye maombi ya kumwomba Mungu mwenza sahihi, tambua majukumu yako kama mke kwa mume na majukumu yako kama mume kwa mke. Majukumu ya mume kwa mke ni kumpenda. Majukumu ya mke kwa mume ni kumheshimu na kumtii. Katika imani tunaamini tunapokaa ndani ya Kristo, tukiomba neno lolote kwa jina lake tunatendewa. Hivyo jina pekee tutakaolitumia katika maombi ni jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 15 mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Kwanza weka mkono wako kifuani, anza kuomba rehema na toba mbele za Mungu. Huenda kuna mahali ulikosea, huenda kuna mahali ulienda kwa akili zako kumshirikisha Mungu, wakati Mungu anataka awe wa kwanza. Ulitumia mawazo yako, ulitumia tamaa zako, ulitumia akili zako. Wakati mwingine ulianguka kwenye dhambi ya zinaa. Kibiblia ukianguka kwenye dhambi ya zinaa, huyo anafaa kuwa mumeo au mkeo, na anatambulika hivyo katika ulimwengu wa roho. Lakini wewe ulikosea, pengine mwambie Mungu, ninaomba unisamee, ninatubu, ninaomba Bwana unirehemu. Nimekuwa kwenye ndoa nyingi pasipo kujua, nimejiunganisha na ndoa nyingi katika ulimwengu wa roho. Leo ninaomba Bwana uruhusu nipate ndoa takatifu. Ninavunja kila ndoa ya giza ambayo imesimama katika ulimwengu wa roho. Uko mwingine unanisikia, lakini una majini maaba yanakusumbua wakati wa usiku, unaota ndoto za hovyo, ndoto za giza, ndoto siyotokana na Mungu. Vunja hiyo roho, kwa sababu hiyo inaweza kawa inazuia mume asije kwako. Uko mwingine ukipata mwanaume, mnapokaribia kufikia kwenye malengo, mambo yanavurugika. Umekuwa ni wa kuumizwa, umekuwa ni wa kuachwa. Uko mwanaume mwingine unanisikia wakati huu, lakini huna ujasiri. Unamuona binti ambaye Mungu amemkusudia, adui amekuwekea vizingiti, amekuwekea giza. Huoni mpenyo, huoni uwepesi. Unachagua, unahangaika, unasema Mungu ni yupi? Mbona nateseka? Ninakuombea Mungu afungue macho yako, afungue masikio yako. Kila roho ya kucheleweshwa ikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya giza ikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Unapoendelea kutubu na kuungama mbele za Mungu, Mungu anakusikia, Mungu anakurehemu, anakupa nafasi nyingine tena, anakuletea aliyekusudia Mungu, si wale ambao wamekusudiwa na wanadamu. Pengine kuna mambo ambayo yamekuumiza, mambo mengine umesema hutaweza kusamee, hutaweza kuachilia. Mwambie Mungu, naomba unipe kusamee, naomba unipe kuachilia. Nahitaji sasa kufanya maamuzi sahihi. Usiende kwa mtu kwa tamaa yako mwenyewe. Lazima Mungu akuongoze mahali, maana Mungu anajua mbele hata kabla ya hapo unapoona leo. Mungu anajua mwisho hata kabla ya mwanzo. Kuna mambo mengine, tamaa za kibinadamu zinafanya tuweze kucheleweshwa kwenye makusudi ya Mungu. Leo mwambie Mungu, ninaomba unirehemu, naomba Mungu nipe kibali kingine katika jina kuu la Yesu Kristo. Wakati huu ninaomba uguse kidole chako cha pili kutoka kile cha mwisho, kutoka kile kidogo kinachofuata. Mara nyingi huwa tunakitumia kuvika pete ya uchumba au pete ya ndoa. Hicho kidole naomba ukiguse sasa napoendelea kukuombea. Bwana Mungu, najiunganisha na mtu huyu anayehitaji kupata mwenza sahihi ambaye Mungu umemkusudia. Ninaenda katika ulimwengu wa roho, ninamtafuta mwenza wake ambapo yupo. Haijalishi amekaa wapi, haijalishi amefungwa na nani, haijalishi amewekewa uzito gani. Baba, ninamuita katika ulimwengu wa roho, ninamuita jina lake kwa jina la Yesu Kristo. Huyo ambaye Mungu umemkusudia, ubavu wa mtu huyu Bwana ninauita kwa jina la Yesu. Maana ukasema Bwana, kama hatujaweza kupata mke
ya umume bado hatujakamilika. Baba, tunaomba ukamilifu utoke kwako. Wewe ndiye unaweza kujua mke mwema na mume mwema ni yupi. Baba, naomba kwa jina la Yesu Kristo, achilia kibali cha mtu huyu aweze kukutana naye. Ninamuita mwenza wako sahihi, ninamuita kwa jina la Yesu. Ninavunja kila roho ya vizuizi, roho za kipepo, majini, maagano ya kipepo yanayozuia kupata ndoa takatifu, na yavunja sasa. Vunjika, pigwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakemea roho ya giza inayoweka kizuizi, inayoweka kuonewa, inayoweka kuachika tu, inayoweka kucheleweshwa. Toka, toeka, 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 toeka kwa jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu za giza za kucheleweshwa kwenye macho, kwenye masikio, kwenye fahamu, toeka kwa jina la Yesu. Nafungua kibali chako cha kuoa na kuolewa. Nafungua kibali chako. Namvuta mwenza wako sahihi, namvuta mume wako, haijalishi amefungiwa wapi. Yule ambaye Mungu amemkusudia, nataka mkutane na wa connect katika ulimwengu wa roho. Namuita, namvuta. Anza kuvuta na wewe, muite kwa jina la Yesu. Ita mke wako sahihi, ita mume wako sahihi, ita kwa jina la Yesu. Itasema na kuita kwa jina la Yesu. Haijalishi uko wapi, haijalishi umefungiwa, haijalishi umetekwa, haijalishi umekamatwa. Ninakuita uko, na kuita ambaye Mungu amekusudia, na kuita kwa ajili yangu. Wewe uliyetoka kwenye ubavu wangu, wewe ambaye mimi ni ubavu wako, muite kwa jina la Yesu. Muite kwa jina la Yesu. Utaona nguvu ya ajabu inashuka mahali hapo. Utaona kama kuna vitu katika ulimwengu wa roho vinaendelea. Utaona kama kuna namna ya ajabu sasa inafanyika. Navunja kila maagano ya maneno mabaya uliyotamkiwa kwamba hutaoa, hutaolewa, wewe utakuwa ni wa hivyo hivyo, wewe utakuwa ni wa kuumizwa. Hiyo roho toka kwa jina la Yesu. Na natamka utaoa, natamka utaolewa tena kwa ndoa takatifu. Kila roho ya kucheleweshwa, roho ya kuonewa, toeka kwa jina la Yesu Kristo. Na mkamata huyo mtu sahihi kwako katika ulimwengu wa roho. Kama alipanga kukuacha, alipanga kukuumiza, hayo mawazo mabaya ya shetani na yaondoa kwa jina la Yesu. Na yaondoa kwa jina la Yesu. Na yaondoa kwa jina la Yesu. Na achilia kusudi la Mungu litimie kwenu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea amani, pokea kibali, pokea neema mpya, pokea hatua mpya. Wakati mwingine umekuwa na mawazo mengi, unawaza kwamba mwenza sahihi ni yupi, mawazo mengi yanainuka. Leo nasema utapata amani ya kimungu, utapata wepesi wa kimungu katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ninaamini nitapokea shuhuda za watu wengi ambao Mungu atawakutanisha na watu sahihi. Lakini muhimu zaidi ni yale maandiko ambayo nimekupitisha pale. Soma neno la Mungu, litakusaidia kukupa ujasiri na namna ya kuendelea kuomba zaidi kwa ajili ya kupata mtu sahihi. Pokea neema ya Mungu, pokea kibali cha Mungu, pokea ndoa takatifu na heshima kwa familia katika jina la Yesu Kristo. Ninatambua kuna watu ambao kwenye familia zao huwa wanapitia changamoto hizo. Baada ya maombi haya utaona kibali cha kimungu. Hata kama kuna madhabahu za familia zinazuia wewe kuoa au kuolewa, hazitadumu na hazitafanyikiwa kwa jina la Yesu. Ziko roho za kifamilia zinataka mpaka mtu uzalie nyumbani ndio uweze kuolewa. Hiyo roho haitafanyikiwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kujiambatanisha au kujiunganisha na maombi haya kwa sadaka yako ya imani. Kwa sadaka yako ya imani unaweza ukatoa sadaka kwa namba ya M-Pesa inaonekana kwenye skrini yako. Unapotuma sadaka yako, nitumie message uniambie, Pastor, hii ni sadaka yangu ya ndoa, ya kuvunja madhabahu ya ndoa au kupanda madhabahu ya ndoa takatifu kwa ajili ya maisha yangu. Nami nitakuelewa, nitakuweka kwenye maombi zaidi, na itakuwa ni vizuri ukiweka na jina lako ili niendelee kukuinua zaidi katika maombi. Mungu akubariki sana 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 sana. Jitahidi unapopata nafasi uwe unarudia maombi haya na maandiko niliyokupa. Utaona Mungu anafanya jambo kubwa katika maisha yako. Wasiliana nami kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako, au tembelea YouTube channel kwa kuandika mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Mungu akubariki. Uwe